Good morning kutokea Durban, Afrika ya Kusini, na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee, na sisi kazi inaendelea mpaka South Africa. Hapa nilipo ni moja kati ya viwanja ambavyo ama ardhi ambayo ina historia ya tofauti kidogo barani Afrika. Nipo nje ya dimba la Moses Mabhida ama Moses Mabhida Stadium hapa Durban, Afrika ya Kusini. Ni hapa ambapo Spain aliingia kwa mara ya kwanza katika hatua ya fainali ya michuano mikubwa zaidi barani Afrika, kwa maana ya kombe la dunia, kimombo tukiitamka kama World Cup, hapa akipata ushindi mbele ya timu ya taifa ya Ujerumani. Kwa mara ya kwanza ikichezwa barani Afrika 2010, ndio kwa mara ya kwanza Spain anaingia katika hatua ya fainali kupitia dimba hili la Moses Mabhida. Hapa 2010 dimba hili lilihodhi michezo ya kombe la dunia. Mechi 7 zilipigwa hapa, ikiwemo mchezo mkubwa wa nusu fainali ambao ulikutanisha timu ya taifa ya Hispania ama Spain dhidi ya timu ya taifa ya Ujerumani ama Germany. Mechi zikapigwa hapa, kipute kikapigwa hapa. Huu uwanja umehodhi michezo mbalimbali mikubwa ukiachana na kombe la dunia, lakini pia ligi ya hapa pia huwa inachezwa hapa. Ile michezo mikubwa pia huwa inachezwa hapa, lakini hii leo ni tofauti kidogo. Hii leo pia uwanja huu wa Moses Mabhida unapata bahati nyingine kubwa ya kuhodhi mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya nusu fainali. Hatua ya nusu fainali, kama vile ambavyo lihodhi mchezo mkubwa hatua ya nusu fainali wa kombe la dunia kati ya Spain na Ujerumani. Leo pia unahodhi mchezo mkubwa wa nusu fainali kati ya timu ya Stellenbosch kutokea hapa katika taifa la South Africa dhidi ya timu ya Simba Sports Club kutokea taifa la Tanzania. Mshindi atakayepatikana hii leo katika dimba hili la Moses Mabhida ni moja kwa moja mpaka fainali ya michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lipi litakwenda kujiri? Hilo ni jibu ambalo dakika zake 90 ndio huwa zinaamua. Dakika 90 huwa zinaamua na kutupa sisi jibu la nani anakwenda hatua inayofuata. Lakini langu mimi ni kukuonyesha kile ambacho kinaendelea nje ya uwanja huu ambao hii leo saa 9 kwa majira ya hapa Afrika Kusini utachezwa mchezo hapa. Kwa nyumbani itakuwa ni saa 10, na kuonyesha hali ya hewa ya hapa Durban na hali ya hewa kuzunguka uwanja huu. Ipo shwari. Langu jina ni Jadu, waweza niita mtaalam Aljadaziz Ali Shentembo, na ripoti kutokea nje ya dimba la Moses Mabhida, nje ya uwanja ambao umehodhi mchezo wa nusu fainali wa kombe la dunia 2010, na hii leo pia unahodhi mchezo wa nusu fainali wa kombe la shirikisho barani Afrika baina Stellenbosch FC dhidi ya Simba Sports Club. Hali ya hewa iko bulbul, hali ya hewa ni njema kabisa, jua linawaka, lakini pia anga nikitizama juu ni blue yani ni blue, hakuna ule uwingu ambao pengine unaashiria uwepo wa mvua. Lakini kuhusiana na pilika nje ya uwanja huu, kila kitu kimepangwa vizuri, na hii leo kuna mbio zile za baiskeli. Kwa hiyo baadhi ya barabara zimefungwa ili kuruhusu wanaume ambao wanakimbizana na baiskeli waweze kupenya vizuri bila kuwa na bugdha yoyote. Kwa hivyo kuhusiana na swala la usalama na kila kitu kipo bulbul, lakini pia kuhusiana na mandhari ambayo yanazunguka uwanja huu yapo vizuri. Hii tosha kusema kila kitu kipo vizuri kuelekea mchezo wa siku hii ya leo, nami nitakulipotia kila ambacho kitatokea hapa kuanzia hivi sasa ninavyokuambia mpaka baada ya mchezo husika. Je, Ahmed Ally atatamba baada ya kuingia fainali ama kitatokea kitu cha tofauti? Hilo ni jambo la kusubiri na kuona. Hapa nilipo ni nje ya uwanja huu, na nitakuwa hapa na kukuripotia na kukuonyesha kila ambacho kitatokea. Na kukumbusha tena, langu jina ni Jadu, ni kusihi tu endelea kuwa karibu na kurasa za Ayoma Media ili uweze kupata kila ambacho kitatokea hapa Durban, Afrika Kusini, na matukio yote muhimu kuhusiana na mchezo huu baina ya Stellenbosch FC dhidi ya Simba Sports Club. Enjoy.